Sikia nikwambie, michezo sio mibaya. Na ninavyosema michezo simaanishi football, soka, tuko kwenye muktadha wa kuongelea masuala ya fedha. Kwa hiyo ninavyosema michezo tunaelewa ile michezo ya fedha. Kwa Kiingereza wanasema ni merry go round hizo. Kwa hiyo michezo sio mibaya. Lakini michezo mingi ni mibaya. Michezo mingi ni mibaya. Kwa mfano mimi nikijizungumzia, mchezo ukiwa ni shilingi 2,000 kwa siku naweza nikaumudu. Lakini pia mchezo kwa mfano ukiwa shilingi 5,000 kwa siku naweza nikamudu. Na mchezo wa 10,000 kwa siku pia naweza nikamudu. Na mchezo wa 20,000 kwa siku naweza nikajikakamua lakini nikamudu. Japo sitaweza kucheza yote kwa wakati mmoja. Huku na mchezo wa 5,000 kwa siku unaendelea, huku na mchezo wa 2,000 kwa siku unaendelea, huku na mchezo wa 10,000 unaendelea kwa siku, na upande mwingine huku nikigeuka na mchezo wa 20,000 kwa siku unaendelea. Personally siwezi. Sijui wewe mwenzangu, lakini tumeona kuna watu wanacheza michezo kwa mfano 300,000 kwa siku. Mtu anacheza kila siku iendayo kwa Mungu 300,000. Kuna mchezo wa 500,000 kwa siku. Kuna mchezo wa 1,000,000 kwa siku. Kuna mchezo wa 2,000,000 kwa siku. Na kuna mchezo wa 5,000,000 kwa siku. Alafu wewe pengine unaweza wa 10,000 kwa siku unataka kwenda kucheza mchezo wa 300,000 kwa siku. Na hata kama ningemudu hii michezo ya fedha nyingi kwa siku, nisingeweza kucheza yote kwa kipindi kimoja. Kwamba na mchezo wa 300,000 unaendelea, na mchezo wa 500,000 unaendelea, na mchezo wa 1,000,000 unaendelea all at the same time. Nisingeweza. Sasa michezo, narudia, sio mibaya. Lakini cha msingi, cheza mchezo ambao unaumudu. Lakini pia usicheze michezo mingi. Hata kama unamudu mchezo wa 300,000 kwa mwezi, basi isiwe una 300,000 michezo mingi ya 300,000 katika kipindi hicho hicho inaendelea. Hiyo haishauriwi. Niambie kwa nini? Cha kwanza kabisa, unaanza kujikuta unakopa ili uende ukacheze mchezo. Sasa kama unakopa kwa riba upate pesa ya kwenda kucheza mchezo ambao haupewi riba yoyote, sema tu unakuwa unakusanyia wakati wako unapewa wewe, utafidia vipi ile riba ya mkopo uliokopa? Kwa hiyo ukiwa na michezo mingi utajikuta inakulazimu kukopa ili kucheza mchezo. Lakini pia wengi wametumia mitaji ya biashara zao ili kwenda kucheza mchezo. Imefika saa 10 jioni, unatakiwa kupeleka 20,000. Siku hiyo haujatengeneza fedha yoyote, unakwenda ama faida, unakwenda unachukua ule mtaji kidogo uliokuwa nao, unakwenda kuweka kwenye mchezo. Kesho unaamka hautakuwa na mtaji wa 20,000, utakuwa na mtaji wa shilingi 18,000. Kwa nini? 2,000 imeenda kwenye mchezo. Lakini kingine, kama hautakuwa makini, utapata msongo wa mawazo. Na pia utaingia katika usumbufu kwa sababu utakuwa unatafutwa na wale wana michezo wenzako ambao upo nao kwenye mzunguko wa mchezo fulani. Sasa imagine kikundi cha Mwananyamala ama mchezo wa Mwananyamala wanakutafuta, mchezo wa Manzese wanakutafuta, mchezo wa Sinza wanakupigia, mchezo wa Tegeta wanakutumia WhatsApp. Hiyo jioni utalala kweli? Utalala. Lakini sio hivyo tu, kuna kwamba ukiishia njiani kwa sababu umeshindwa kumalizia mchezo, kuna uwezekano mkubwa ukapoteza fedha zako ambazo tayari ulishatoa na wengine wakapokea. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wa kupoteza fedha. Labda kama hicho kikundi kina ustaarabu kitakuzingatia. Je, ikiwa wana ustaarabu? Ina maana umepoteza. Kwa cha msingi ni kusisitize Mtanzania mwenzangu, especially mwanamke mwenzangu, kwamba cheza mchezo, lakini siku zote zingatia uwezo wako.
zingatia kumudu kwako kwa huo mchezo. Na kama haumudu, sio kila kitu lazima ufanye. Waachie wanaomudu wacheze. Wewe bakia katika mambo mengine ya kifedha ama katika mchezo wa bei nafuu ambao wewe unaumudu. Hebu niambie, currently wewe unacheza michezo mingapi? Na je, unaimudu ama ulifuata mkumbo? Tutapenda kupata maoni yako. Ningependa kweli kujua wewe inakupeleka vipi hii michezo. Asante sana.